Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Matumaini yetu ni kwamba unakuwa mzima, mpenzi mtazamaji wa Kivulio 24. Karibu katika Dira za leo, tukiwa Julai 1, 2025. Huku tunakutakia mwanzo mema wa mwezi huu. Tunakutangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini. Natasha Mengo Andrea ni mtangazaji. Tuanze habari hizi na habari za siasa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ladai kushika ndege moja isiyojulikana huko Minembwe tarafani Fizi, siku moja baada ya ndege moja kushambuliwa kwenye uwanja mdogo wa ndege huko Minembwe. Jeshi la Kongo ladai kwamba ndege hiyo imekeuka sheria za anga na kuingia Kongo bila ruhusa. Kupitia tangazo lililotolewa na uongozi wa jeshi nchini humo, ni kwamba hatua hii imeshughulikiwa baada ya rada za kijeshi kugundua ndege hiyo, ndipo wamepewa ruhusa ya kushambulia. Vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinafahamisha mamlaka ya kitaifa na kimataifa kuhusu uwezekano wa kukamata Jumatatu Juni 13 makatulimo ndege isiyojulikana na rada zetu za kijeshi ambayo ilikeuka anga yetu na kuingia kinyume cha sheria katika eneo la Kongo bila idhini ya awali ya kuruka. Ndege hiyo ilikuwa inaelekea katika eneo lenye migogoro. Baada ya ukaguzi wa kawaida, ilibainika kuwa ndege hiyo haikuwa na usajili ambao ungeruhusu utambulisho wake. Hii ni ukiukaji mkubwa wa kiwango cha kimataifa mnamo usafiri wa anga. Mamlaka husika zimearifiwa na vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimechukua hatua zinazofaa ili kuhakikisha usalama wa anga yetu na uhifadhi uadilifu wa eneo lake, jeshi la Kongo liliandika. Upande wake, uongozi wa Twirwaneho wamelaani vikali shambulio hilo la anga lililotekelezwa Jumatatu Juni 13 makatulimo na ndege zisizo na rubani za jeshi la Kongo aina ya Sokoi kwenye uwanja wa ndege huko Minembwe, ambalo limejeruhi watu wawili wakiwemo viongozi wawili wa vijiji, Bwana Kazana Izake na Bisekta Byebagiza Ndasumbwa, pamoja na mtoto wa miaka 5. Mashambulizi haya mara kwa mara ya mabomu yanasababisha uharibifu mkubwa wa kibinadamu na hofu kubwa kwa wakazi wa Minembwe. Tangazo hilo linasema kwamba jambo mbaya zaidi, shambulizi hili la mabomu linalenga zaidi ndege za raia ambazo zilikuwa zikileta dawa kwa ajili ya matunzo ya raia wa eneo hilo, jambo ambalo ni ukiukaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya kibinadamu, hasa kwa vile watu wa Minembwe hawana njia ya kutoka wala kuingia kwa ajili ya kupata matibabu sehemu zingine. Cha kushangaza, shambulio hilo limetokea muda mchache baada ya serikali ya Kongo kutia saini mkataba wa Washington unaodaiwa kuwa na nia ya kurejesha amani na utulivu. Mashambulizi haya yanaonyesha ukosefu wa wazi na nia ya kisiasa ya kukomesha ghasia na kulinda raia wote wa Kongo, walisema kwenye tangazo lao. Tufahamishe kwamba ndege hiyo ilipata ajali kabla ya kutua kwenye uwanja siku ya kwanza bila maafa yoyote. Zaidi ya miili 5 imeokotwa mnamo wiki moja na vifo viwili vimerekodiwa kufuatia unywaji wa vileo katika manispaa ya Kadutu. Ufichuzi umetolewa na kaimu kiongozi na kiongozi kwa muda wa manispaa ya Kadutu wakati wa kikao cha baraza la usalama kilichofanyika mapema mnamo wiki hii. Akikabiliwa na hali hii, Bwana Rene Bolikoliko alitangaza kutumwa kwa timu za doria katika maeneo ya moto ili kuwakamata wahalifu na kusambaratisha mitandao yao ya majambazi ambayo inaleta hofu na ukiwa katika manispaa ya Kadutu. Kuhusu suala hili la unywaji wa vileo vikali, mamlaka ya manispaa inazingatia kuziba njia kwa kitendo hicho na kuweza kufunga nyumba hizo zote na kuwakamata wamiliki kufuatiwa na adhabu kali. Aliongeza kuwa taa za barabarani zitawekwa katika mamlaka yake katika siku zijazo ili kukabiliana na uhalifu na ukosefu wa usalama ambao umekuwa ukitokea mara kwa mara katika manispaa hiyo ya Kadutu. Bwana Rene Bolikoliko katika mahojiano nasi alisema yafuatayo: Kwa sasa tunawazia kuingia ndani ya miji, ndani ya maaveni
na kuweza kufuatilia, kufungula manjia, kufungula maservitude na mifereji. Inabidi tuhakikishe ya kwamba mwingine yetu imekuwa safi. Tumezungumzia neno kuhusu mabwason au pombe za makali. Kunaonekana kwamba kuna pombe zenye zinatengenezwa hapa na zingine zinaletwa kutoka manafasi zingine fulani. Alafu zile ambazo zinazotengenezwa hapa tumechukua azimio ya kwamba identifie zile manyumba ambamo zinatengenezwa na zile nyumba tutazifunga. Kantite yote ya pombe ambayo tutakutana humo ndani, mwenyeji wayo atakuwa obligation ya kuikunywa. Ndani ya makioske, ndani ya maetalage, mbalabala, mahali pote pale tutakutana biko wanauzisha ile mapombe ya nguvu vile, mwenyeji ataadhibiwa na gazabu yake, atakunywa kantite yote yenye tutakutana pale, na ile nafasi yake ama ile kioski yake tutakuwa tumeifunga. Habari tu za kijamii. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 20 alikufa kwa maji mnamo Julai 13, 2025 katika mto Ruzizi. Habari imetolewa na David Chekuro, mfanyakazi wa kijamii katika jiji la Bukavu, katika mahojiano nasi Julai 1 mwaka tulimo. Kulingana na David Chekuro, mvulana huyu alikuwa akijaribu kuchomoa mpira kutoka mto Ruzizi, lakini kwa bahati mbaya aliteleza na kusombwa na maji. Kutokana na hali hiyo, mfanyakazi huyu wa masuala ya kijamii David Chekuro anawaomba wazazi kuwasimamia watoto wao ili kuepuka matukio kama na haya katika msimu huu wa likizo. Alisema kijana mmoja ambaye anaitwa Jackson Wenda, ambaye anajulikana kwa jina la Pomba, na ambaye alikuwa akisindikiza watoto kwa mambo ya michezo ile tunaita coach, sababu watoto wanakuwa likizoni. Ndipo wakati wametupa kabumbu imeweza kuangukia ndani ya mto Ruzizi, na bwana Jackson Wenda ameenda kutafuta kutoa kabumbu hiyo na kuangukia ndani ya mto Ruzizi na kuzama, na kwa sasa mwili wake bado kuonekana, na huyu anakuwa na zaidi ya miaka 20 ya kuzaliwa. Na ndipo tutaweza kuomba wazazi kwa muda kama na huu kutoacha watoto wa kirangaranga, na zaidi wakati ya likizo ambako shida zitaweza kuwapata. Tubaki tu katika habari za kijamii. Mtu mmoja amefariki na mali kadhaa kuharibika. Matokeo ya mkasa wa moto ama insandi iliyotokea usiku wa Jumatatu Julai 13 kuamkia Jumanne Julai 1 mwaka tulimo huko Bizimana katika kitongoji cha Panze, ikiwa manispa ya Kadutu. Taarifa hizo zimetolewa na jumuiya ya kirahia katika mahojiano nasi Julai 1 mwaka tulimo. Kwa mujibu wa Murula Machumbiko, kiongozi wa shirika la kirahia, mkasa huo ulitokea mwendo wa usiku na kusababisha kifo cha mwalimu wa shule ya msingi ya Rehema. Mashirika ya kirahia eneo hilo yanaripoti kuwa chanzo cha moto bado kujulikana hadi sasa. Huyu anatoa pole za rambirambi na dhati kwa familia ya marehemu na vile kutoa pole kwa wote waliopoteza vitu vya thamani. Murula Machumbiko anatoa wito kwa wakazi wa jiji la Bukavu kuendelea kuwa waangalifu hata katika kipindi hiki cha kiangazi ya makipwa katika sehemu hiyo ya jiji la Bukavu. Habari mbaya ambayo ilipitikana na Bizimana mbusiku ya jana, siku ya kwanza kuchia leo siku ya pili majira ya 22h. Kunakuwa moto ambayo ilunguza nyumba moja na ilituma mtu mmoja anapoteza maisha, ambaye anaitwa kwa jina la Chisirika Kaningi Michel. Anakuwa mtu wa miti lakini ni mwalimu hapa ku Rehema Bizimana. Na kwa kweli vitu vingi vilipotea ama vilipelekwa na moto pia. Na kama vile shirika la raia tunatoa mkono ya pole kwa jamaa ambayo ilipatwa na msiba, na tunaalika wakaaji kukuwa vigilant, kukamata ma mesure ya protection surtout mwa hii wakati ya kipwa, ili kwamba hali kama na hizo zisijitokeze tena. Habari za usalama. Mapadri wamepigwa, simu za mkononi kupelekwa, kompyuta, pesa na vitu vingine vya thamani vimeibwa. Ripoti ya shambulio la watu wenye silaha kwenye nyumba ya watawa wa parokia ya Mtakatifu Petro Mtume wa Chibimbi
huko Nyangezi mnamo tarafa la Walungu. Kulingana na wenzetu wa Labeur.info, nyumba ya watawa wa mapadri wa parokia ya Chibimbi iliyoko katika kikundi cha Karongo Nyangezi katika eneo la Walungu huko Kivu Kusini ilishambuliwa na watu wenye silaha usiku wa Jumapili tariki 29 Juni hadi Jumatatu tariki 13 Juni mwaka wa 2025. Mapadri wanadai kuteswa kimwili na kiakili. Walizuiliwa huku wavamizi wakipora nyumba zao. Kwa utaratibu, operation iliyochukua takribani saa moja. Licha ya maonyo yaliyotolewa na vijiji jirani vya Chibimbi, Kanisa Mchele na Randari, majambazi hao waliendelea na uporaji wao na kuchukua nyara zao bila tukio. Padri wa eneo hilo alituambia, walitunyang'anya kila kitu, hata nguo na viatu, kila kitu walichohitaji, kasema padri huyo. Shambulio hili ni sehemu ya mfululizo wa matukio sawa na hayo katika parokia hii ya Kikatoliki ya Jimbo Kuu la Bukavu. Mwezi wa Mei mwaka jana, nyumba ya watawa wa shirika ya Wabinti wa Maria huko Nyangezi katika parokia hiyo ya Chibimbi pia ililengwa na mashambulizi ya silaha. Kwa zaidi, parokia na nyumba ya watawa kadhaa katika eneo la Kabare, haswa Nyatende, Moresa, Momosho na Cheriri zimeshambuliwa katika miezi ya hivi karibuni, huku mapadri wakifungwa kamba na kuibiwa mali. Kwa hiyo, umuhimu wa kujitolea kwa mamlaka zinazohusika na usalama kuweka juhudi zozote kwa ajili ya usalama wa watu na taasisi za kidini katika eneo hilo. Elimu. Wanafunzi 1103 mkato 638 wa shule ya msingi wamekuwa wakishiriki mtihani wa kitaifa wa kumaliza elimu ya msingi ENAFEP tangu Julai 1, 2025 katika mkoa wa Kivu Kusini ya kwanza. Uzinduzi wa majaribio hayo umefanyika katika shule ya msingi ya Imani Panzi mnamo manispa ya Ibanda. Wanafunzi hawa kutoka shule 2479 za msingi za serikali na za kibinafsi wamegawanywa katika vituo 333 vikiwemo vituo 83 katika jiji la Bukavu na wanashiriki katika mtihani ili kuhitimisha mwaka yao ya shule kwa siku 2. Wasichana na wavulana hawa watafanya mitihani ya Kifaransa na ujuzi wa jumla ikifuatia na sayansi. Hii ilikuwa ni fursa kwa mwakilishi wa IPP kutoa wito kwa waliomaliza shule za msingi kuepuka udanganyifu katika mitihani hii. Akiwasilisha mada katika uzinduzi wa majaribio hayo, naibu gavana na naibu mkuu wa mkoa Dunia Masumbuko Bwenge amewataka wanafunzi kuwa na bidii na ujasiri. Kama ukumbusho, wahitimu hawa wa shule za msingi walikuwa wakishiriki katika mtihani huu tangu mwaka 1917 ambao zamani uliitwa TENAFEP na ulipewa jina la ENAFEP mnamo mwaka 2022. Habari za kijamii. Miezi mitano baada ya kufungwa kwa benki na taasisi ndogo za fedha katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa AFC M23, mashirika ya kirahia ya jimboni Kivu Kusini pamoja na Intercommunity Barza na mashirika kadhaa ya kirahia wanadai kufunguliwa tena. Hili lilifanyika wakati wa mkutano na waandishi wa habari mnamo Julai 1, 2025. Kulingana nao, uamuzi uliochukuliwa na mamlaka ya Kinshasa ni sawa na adhabu kwa raia wanaoishi katika maeneo yanayokaliwa. Hatua kama na hiyo, wanasisitiza, inakeuka haki za kimsingi na sheria zinazotumika, haswa kifungu cha 258 cha sheria ya kirahia ya Kongo na kifungu cha 75 cha sheria ya taasisi za mikopo. Waliotia saini wanaonyesha kuwa serikali ya Kongo na taasisi za mikopo zinaweza kuwajibika kwa madhara yanayowapata watu walioathirika. Fungeo bank. Eske ni kutafuta kututesa, kutupinire sisi population ya este? Tulifanya nini ili tumerite hiyo pinisio apata pale? Na tukaendelea kuwakumbusha, eske watakuwa
capable kulipa wale wandugu wanakuwa na pesa kidogo kidogo katika hiyo makonte, kwa sababu alifunga hiyo makonte bila kuwasensibiliser, bila kuambia population tulifunga makonte juu ya iki na iki. Wanafunga tu makonte sawa vile hiyo pesa ni yao. Hiyo pesa ni pesa ya population. Mashirika ya kirahia wanadai kufunguliwa tena mara moja na bila masharti kwa benki na taasisi za fedha katika maeneo haya pamoja na hatua za kurekebisha. Habari tu za kijamii. Takribani familia 4,000 za watu waliokimbia makazi yao kutokana na vita wanaishi katika hali ngumu katika uwanda wa Ruzizi. Ufafanuzi huu ulitolewa na msimamizi wa eneo la Uvira katika mradi ya makazi ya watu waliohamishwa wiki iliyopita. Anaomba msaada kwa familia hizi katika shida. Kulingana na msimamizi wa eneo la Uvira aliyenukuliwa na wenzetu wa Radio Kape, wanaume, wanawake na watoto hawa waliokimbia ukosefu wa usalama katika maeneo ya makazi yao ya Kamanyola, Katogota, Luvungi, Bwegera na Luberizi. Aliongeza kuwa wameandaliwa Kabunambo na Sange tangu Februari 20. Baada ya ziara yake wikendi iliyopita, msimamizi wa eneo la Uvira alitoa tathmini ya kutisha ya hali zao za maisha. Aidha, ameeleza kuwa wanakosa chakula, dawa na vyoo, hali inayowasababishia magonjwa yanayotokana na maji. Hii inatoa fursa kwa Jean de Dieu Masibwa kuomba msaada wa kibinadamu kwa familia hizi ambazo zimesalia bila makazi. Ikumbukwe kuwa familia hizi zilizohamishwa zilisajiliwa katika jiji la Sange na kikundi cha Kabunambo na zinahitaji msaada kutoka kwa mamlaka na watu wenye moyo mwema. Ni hayo tu tumekuandalia kwa tarehe ya leo, ikiwa Julai 1, 2025. Mpenzi mtazamaji wa Kivu Leo 24, asante kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati wa matangazo haya. Tukutane siku nyingine kwa majaliwa ya Muumba. Kwaherini. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.